Laze mahala pema peponi roho ya kiongozi huyo David Cleopa Msuya. Umesikia historia yake na mambo kadhaa ambayo pia amewahi kuyafanya kwenye uongozi wake. Tuungane na Balozi Benson Bana. Huyo aliwahi kuwa balozi wa Tanzania pale Nigeria, lakini pia ni mhadhiri mstaafu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tuzungumze naye walau kwa uchache, kwa wale ambao hawakumfahamu David Cleopa Msuya, aweze kutufafanulia walau kwa uchache mambo gani ya kukumbuka kupitia kwake. Balozi, karibu sana kwenye EATV saa moja. Nakushukuru sana. Kwanza mimi nichukue fursa hii kumpa pole Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuipa pole familia ya marehemu David Cleopa Msuya, Watanzania wote na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumepoteza mtu mkubwa, kiongozi mwandamizi aliyeitumikia taifa hili kwa uadilifu mkubwa kwa nyadhifa za juu. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Balozi Bana, kwa faida ya wale ambao hawakushuhudia wakati wa uongozi wake, ni kiongozi wa aina gani? Alikuwa na mitazamo gani? Marehemu David Cleopa Msuya alikuwa ni kiongozi, kwanza naweza nikasema mtiifu. Aliweza kuteuliwa kushika nyadhifa zote hizo kama mlizozitaja katika utangulizi wenu, bila kuwa na dosari. Akahitimisha utumishi wake kwa umma kwa moyo wa uadilifu, kwa utumishi uliotukuka, na kuwatumikia Watanzania kwa kweli, kwa busara, kwa hekima. Alikuwa ni mtu mpenda maendeleo, alikuwa ni mtu ambaye hayumbi. Yeye mwenyewe anakiri kuna kipindi fulani aliwahi kutoa kauli ya kila mmoja ataubeba msalaba wake, akiwahimiza Watanzania kutobweteka, kufanya kazi kwa bidii, kuitumikia taifa lao kwa moyo wa uzalendo. Tumepoteza mzalendo mahiri, ameacha alama na urathi wake haufutiki. Tunaweza kuwaambia vijana ama viongozi ambao wanachipukia wajifunze nini kwa David Cleopa Msuya, Balozi? Kwanza wajifunze kuwa wazalendo. David Msuya alipomaliza elimu yake Makerere miaka hili, angeweza kuamua kutafuta kazi mahali popote duniani. Alikuwa na elimu ya kutosha, lakini alibaki nchini kuitumikia taifa hili. Na ametumika kama makamu wa rais, waziri mkuu katika kipindi kigumu, wakati taifa limefunga mikanda, wakati tunajenga nchi, tunajenga taifa. Akashirikiana na viongozi wenzake kutimiza wajibu wake aliyokabidhiwa kwa maendeleo ya Tanzania na taifa hili kwa ujumla. Kwa hiyo vijana wajifunze kuwa waadilifu, kuwa na uzalendo, wajitokeze bila kujibakiza katika utumishi wa umma, bila kuhoji. Unapopewa dhamana ya kuongoza, tumikia taifa lako kwanza, watumikie Watanzania, usitumie nafasi yako kujinufaisha wewe mwenyewe. Kama Msuya anatufundisha yote hayo. Ukipewa dhamana, itumikie kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, akili yako yote, bila kujinufaisha wewe binafsi kutokana na nafasi ulioaminiwa ukapewa. Balozi, tunakushukuru sana kwa muda wako, na tunaamini pia tutazidi kupata mambo mengi kujifunza kupitia kwenye maisha ya David Cleopa Msuya. Na mimi nakushukuru kwa kunishirikisha katika kipindi hiki, na sasa tukikumbuka kwamba ni kipindi cha huzuni, tunaomboleza. Asante sana Balozi. Ni Balozi